Mbali sana na hapo ulipo, katikati ya bahari ya Pasifiki, maji yanapata homa. Si homa unayoweza kuiona, ni ongezeko ndogo la joto, nyuzi 1 au 2 ya juu ya kawaida. Inasikika kama kitu kidogo, sivyo? Lakini ongezeko hili ndogo ni la joto la bahari linaweza kuamua kama mkulima nchini Australia atapoteza mavuno yake. Inaamua kama mto huko Peru utafurika, na kama hapa Afrika Mashariki mvua itanyesha hadi madaraja yasome na maji. Wanasayansi wanakiita kiumbe hiki cha ajabu El Nino, na mwaka huu wa 2026 hawakiiti El Nino tu, wanakiita kubwa, mega, super, wengine wanakiita Godzilla. Kwa nini majina ya kutisha kiasi hiki? Ni nini hasa kinachokuja na kitakugusaje wewe hapo ulipo? Kwanza, jina lenyewe El Nino ni neno la Kihispania, maana yake mtoto mvulana, lakini si mtoto yeyote. Karne nyingi zilizopita, wavuvi wa nchi ya Peru huko Amerika Kusini waligundua jambo la ajabu sana. Kila baada ya miaka kadhaa, wakati wa kipindi cha Krismasi, maji ya bahari karibu na pwani yao yalikuwa yakipata joto isiyo ya kawaida. Samaki walitoweka, uvuvi ulishuka na hali ya hewa ilibadilika. Kwa sababu jambo hili lilitokea karibu na Krismasi, wakati wa kuzaliwa kwa Yesu, wakalipa jina la El Nino, yani mtoto, wakimaanisha mtoto Kristo. Lakini walichokuwa wanakiona kilikuwa kidokezo tu cha kitu kikubwa zaidi, kitu ambacho hakikuwa cha pwani ya Peru pekee, kitu kinachounganisha bahari nzima na anga lote la dunia. Ili kuelewa, lazima tuone kwanza jinsi bahari inavyofanya kazi siku za kawaida. Fikiria bahari ya Pasifiki. Ndiyo bahari kubwa kuliko zote duniani. Ni pana kiasi kwamba inaweza kubeba mabara yote pamoja. Sasa kando ya ikweta kuna upepo unaovuma kila siku, unaitwa trade winds, yani upepo za biashara. Pepo hizi zinavuma daima kutoka mashariki, upande wa Amerika Kusini, kuelekea magharibi, upande wa Asia na Australia. Na zinapovuma zinasukuma maji ya juu ya bahari, maji ya joto, kuelekea magharibi. Kwa hiyo maji ya joto yanalundikana upande wa magharibi wa Pasifiki, karibu na Indonesia na Australia. Maji hayo ni ya joto sana kiasi kwamba yanachemsha unyevu angani na kutengeneza mvua na mawingu makubwa. Wakati huo huo, upande wa mashariki karibu na Amerika Kusini, kuna kitu kingine kinatokea. Maji ya joto yanaposukumwa mbali, maji ya baridi kutoka kwenye kina kirefu yanapanda juu kuchukua nafasi yake katika mchakato unaoitwa upwelling. Maji haya ya baridi yamejaa virutubisho. Ndio sababu pwani ya Peru ni miongoni mwa maeneo yenye samaki wengi kuliko yote duniani. Kwa hiyo, hii ndiyo hali ya kawaida. Pepo zinasukuma joto magharibi, maji baridi yanapanda mashariki, na dunia inajua ni wapi mvua itanyesha na ni wapi kuna ukame. Injini hii inafanya kazi hadi siku moja inaposimama. Sasa fikiria kwamba zile pepo za biashara zinachoka, zinadhoofika, wakati mwingine zinasimama kabisa, wakati mwingine hata zinageuka kuvuma upande wa nyuma, na hapo ndipo kila kitu kinabadilika. Kwa sababu bila upepo za kusukuma maji ya joto magharibi, maji hayo ya joto yanaanza kurudi, yanateleza taratibu kuvuka Pasifiki, kurudi kuelekea mashariki, kuelekea Amerika Kusini. Ni kama beseni kubwa la maji. Ukiacha kusukuma upande mmoja, maji yanarudi na kusambaa, na maji haya ya joto yanapofika mashariki yanafunika yale maji baridi yaliyokuwa yakipanda. Upwelling inasimama, samaki wanatoweka, na hili ndilo jambo kubwa. Sehemu ya bahari inayozalisha mvua inahamia mahali pengine.
Maeneo yaliyokuwa na mvua sasa yanapata ukame. Maeneo yaliyokuwa makavu sasa yanapata mafuriko. Na kwa sababu Pasifiki ni kubwa sana, mabadiliko haya hayabaki Pasifiki pekee. Anga lote la dunia limeunganishwa. Kama unavyosukuma sehemu moja ya blanketi kubwa, mikunjo inatokea mbali sana. Hii ndio El Nino. Sio dhoruba moja, ni mabadiliko ya mfumo mzima wa hali ya hewa ya dunia yanayoanzia kwenye joto ndogo la bahari. Lakini kwa nini inatokea tena na tena? Na hutokea baada ya muda gani? El Nino si tukio la mara moja, ni sehemu ya mzunguko. Wanasayansi wanauita mzunguko wa ENSO, kwa Kiingereza El Nino Southern Oscillation. Mzunguko huo una hali tatu. Ya kwanza ni El Nino, pale bahari ya Pasifiki inapopata joto zaidi ya kawaida, ndiyo tunayoizungumzia. Ya pili ni kinyume chake, La Nina, yani mtoto wa kike. Hapo pepo za biashara zinakuwa na nguvu zaidi, maji yanakuwa baridi zaidi mashariki, na mvua inarudi maeneo mengine. Na ya tatu ni neutral, hali ya wastani, wala si joto wala si baridi kupita kiasi. Sasa swali unalojiuliza, inatokea baada ya miaka ngapi? Kwa kawaida El Nino hutokea kila miaka 2 hadi 7. Lakini, na hili ni muhimu, haifuati ratiba kamili. Si kama saa. Wakati mwingine ni miaka 2, wakati mwingine ni 7. Hakuna anayeweza kusema kwa uhakika mwaka gani hasa itarudi. Na kila El Nino inapokuja ina tabia yake mwenyewe. Nyingine ni dhaifu, unaweza usiisikie kabisa. Nyingine ni kubwa mno. Kwa kawaida El Nino huanza kujengeka katikati ya mwaka, hufikia kilele chake karibu na Disemba. Ndio maana wavuvi wa Peru walihusisha na Krismasi, kisha hupungua mwanzoni mwa mwaka unaofuata. Lakini ni nini tunaiita El Nino kubwa, super au hata Godzilla? Wanasayansi wana namna ya kupima ukubwa wa El Nino. Wanaangalia sehemu maalum ya bahari ya Pasifiki inayoitwa Nino 3.4 na kupima joto lake juu ya kawaida, na wanaligawa katika madaraja. Ikiwa joto liko juu ya nyuzi 0.5 hadi 0.9 ni El Nino dhaifu. Nyuzi 1.0 hadi 1.4 ni wastani. Nyuzi 1.5 hadi 1.9 ni kubwa, yani strong. Na ikiwa joto linapanda zaidi ya nyuzi 2.0 juu ya kawaida, hapo ndipo tunaingia katika eneo la El Nino very strong, ya nguvu zaidi, au kwa lugha ya kawaida super. Hizi ni El Nino zinazoingia kwenye vitabu vya historia, kama ile ya mwaka wa 1999 hadi 1998 na ile ya mwaka 2015 hadi 2016. Ndiyo, ile 2015 iliyopewa jina la utani Godzilla El Nino na wanasayansi wa NASA kwa sababu ilikuwa kubwa, ya kutisha na iliharibu sana. Jina likakwama. Kwa hiyo super, mega, Godzilla, haya si majina rasmi ya kisayansi. Ni namna watu wanavyoelezea El Nino ambayo ni kubwa kuliko kawaida, yenye nguvu ya kutosha kutikisa hali ya hewa ya dunia nzima. Na sasa tunafika kwenye swali kubwa. Ni nini hasa kinachokuja mwaka huu? Hapa ndipo nataka usikilize kwa makini, kwa sababu hizi ni namba halisi. Kufikia mwezi wa Agosti mwaka huu wa 2026, bahari ya Pasifiki tayari ina joto ya nyuzi 1.4 juu ya kawaida na inaendelea kupanda. Shirika la hali ya hewa la Marekani, NOAA, limetangaza rasmi kwamba tuko katika El Nino Advisory, yani El Nino tayari imeanza na inajengeka, na utabiri wao ni wa kushtua. NOAA inasema kuna uwezekano wa zaidi ya 90% kwamba kutakuwa na El Nino very strong
wakati wa kipindi cha mwisho wa mwaka wa 2026 hadi mwanzoni mwa mwaka wa 2027. Zaidi ya hapo, wanasema kuwa uwezekano wa karibu 69% kwamba kati ya Oktoba na Disemba mwaka huu wa 2026 joto litapita nyuzi 2.5 juu ya kawaida. Ikitokea hii inaweza kuwa mojawapo ya El Nino kubwa kuliko zote zilizowahi kurekodiwa tangu mwaka wa 1950 ambao ni mwaka wa rekodi za kisasa zilipoanza. Shirika la hali ya hewa la kimataifa WMO nalo linakubaliana kuna uwezekano wa karibu 90% kwamba El Nino itakuwa imejengeka kikamilifu ifikapo mwisho wa mwaka huu. Kwa lugha rahisi, hii si El Nino ya kawaida, ni ile aina inayokuja mara moja katika miongo kadhaa. Ndio maana dunia inajiandaa, na inapofika ukubwa huu, athari zake hazibaki baharini, zinaenea kila mahali. El Nino kubwa inapotokea, inachora upya ramani ya hali ya hewa ya dunia. Upande mmoja wa dunia kunakuwa na maji mengi kupita kiasi. Sehemu za Amerika Kusini na Kaskazini karibu na Pasifiki zinaweza kupata mvua kubwa na mafuriko. Upande mwingine kunakuwa na ukame. Australia, Indonesia na sehemu za kusini mashariki mwa Asia mara nyingi hupata ukame, hata moto wa nyika, yani bushfires kwa kimombo, kwa sababu mvua yao imehamia mahali pengine. Na dunia nzima inapata joto zaidi. El Nino kubwa mara nyingi husukuma joto la wastani la dunia juu. Ndio maana miaka El Nino mara nyingi huvunja rekodi za joto duniani. Hata vimbunga vinabadilika. Katika bahari ya Atlantiki, El Nino mara nyingi hupunguza vimbunga, lakini katika Pasifiki huiongeza. Kwa hiyo, mkulima wa Australia, mvuvi wa Peru, mzima moto California na mkulima Kenya wote wanaunganishwa na joto dogo la bahari mmoja. Lakini sasa, hebu tulete hadithi hii nyumbani kwetu, Afrika Mashariki. Kwa Afrika Mashariki, yani Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia na Ethiopia, El Nino ina maana moja kubwa: mvua, na mvua nyingi sana. Wakati Australia inapata ukame, sisi mara nyingi hupata kinyume, mvua kubwa kuliko kawaida, hasa katika msimu wa mvua fupi za Oktoba, Novemba na Desemba. Idara ya hali ya hewa ya Kenya imetoa tahadhari wazi. Wanatabiri mvua za juu ya kawaida kuanzia Oktoba mwaka huu wa 2026, zikiendelea kupitia msimu wa OND, yani Oktoba, Novemba na Desemba, na uwezekano wa kuendelea hadi mwanzoni mwa mwaka 2027. Wanasema kuna uwezekano wa karibu 81% kwamba El Nino hii itakuwa kubwa, very strong, na karibu 97% kwamba itaendelea hadi mwezi wa kwanza wa mwaka wa 2027. Baadhi ya kaunti zimewekwa kwenye orodha ya hatari kubwa ya mafuriko, zikiwemo Narok, Garissa na Tana River. Kwa mfano, mabawa ya Seven Forks tayari inakaribia kujaa hata kabla ya mvua kubwa haijaanza. Na si Kenya pekee. Nchini Tanzania, mvua za El Nino huongezeka hasa katika maeneo inayopata mvua za vuli kuanzia Oktoba hadi Desemba. Mikoa ya pwani kama Dar es Salaam na Tanga, na kanda ya kaskazini karibu na Kilimanjaro na Arusha, na maeneo ya kanda ya Ziwa Victoria. Huko mvua kubwa mara nyingi huleta mafuriko mijini na kukwamisha barabara. Na kwa nini tuchukua hili kwa uzito? Kwa sababu tumeshawahi kuona. Mwaka 1997 hadi mwaka wa 1998, Kenya na Tanzania zilipatwa na mojawapo ya El Nino mbaya zaidi katika historia yao. Mafuriko yalitokea, madaraja yakasombwa, watu wakapoteza maisha na maelfu wakakosa makazi. Nchini Tanzania hata reli na barabara kuu ziliharibiwa na usafiri ukakwama kwa miezi kadhaa. Kizazi kizima kinakumbuka, na hii ndio sababu mwaka huu maandalizi yanaanza mapema. Kabla hatujaogopa kupita kiasi, kuna ukweli muhimu ambao lazima tuelezee kwa uaminifu. El Nino kubwa
haimaanishi kila sehemu itafurika, wala haimaanishi maafa ni ya lazima. Kwanza, hizi ni uwezekano, ni asilimia, si uhakika. Utabiri wa hali ya hewa hubadilika kila mwezi kadri bahari inavyobadilika. Pili, na hili ni muhimu sana kwa Afrika Mashariki, kiasi cha mvua tunachopata hakitegemei El Nino pekee. Kinategemea pia jambo lingine linaloitwa Indian Ocean Dipole. Ni hali ya joto katika bahari ya Hindi iliyo karibu nasi zaidi kuliko Pasifiki. Kwa mfano, El Nino ya mwaka wa 2015 ilikuwa kubwa sana, karibu kubwa sawa na ile ya 1997, lakini haikuleta mvua nyingi Kenya kama ilivyotarajiwa, kwa sababu hali ya bahari ya Hindi ilikuwa dhaifu. Kwa hiyo ukubwa wa El Nino baharini ni onyo, si hukumu. Ni sababu ya kujiandaa, si sababu ya kukata tamaa. Na maandalizi ndiyo yenye nguvu kuliko hofu. Kusafisha mifereji ya maji, kuepuka kujenga kando kando ya mito, kusikiza tahadhari za idara ya hali ya hewa na kuwa tayari kuhama maeneo ya hatari. Kujua kinachokuja ndio hatua ya kwanza ya kujiandaa. Kwa hiyo, tumesafiri mbali. Tumeona jinsi joto ndogo katika bahari moja mbali sana linaweza kubadilisha mvua, ukame na mavuno katika mabara yote. Tumeona kwa nini wavuvi wa Peru walimuita mtoto, na kwa nini mwaka huu dunia inamuita Godzilla. El Nino si adui, ni sehemu ya mdundo wa asili wa sayari yetu, mdundo uliokuwepo kabla ya wavuvi wa Peru, kabla ya rekodi zetu, kabla yetu sisi sote. Utaendelea kurudi kila baada ya miaka michache kwa maisha yote. Kinachobadilika ni sisi. Kwa mara ya kwanza katika historia, tunaweza kuiona ikija miezi kadhaa kabla haijafika. Tunaweza kupima joto la bahari, kusoma upepo na kutabiri. Kwa hiyo mwaka huu mvua zinaponyesha, usikione tu dhoruba. Kumbuka kwamba mbali sana katika Pasifiki, mtoto amezaliwa tena, na wewe kwa mara ya kwanza umemjua kabla hajafika. Asante.